Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii wa muziki Dogo Paten siku leo ameamua kuzungumza kuhusiana na ile connection yake ambayo imevuja, ikiwa inaonekana alikuwa anaongea na mpenzi wake, alafu baadaye akaanza kumuonyesha nyeti zake, sehemu zake za siri, jambo ambalo limesababisha watu wengi sana waizungumzie history kwenye mitandao ya kijamii na kujiuliza huyu Dogo Paten alikuwa anajiamini nini? Kwa nini alimwamini huyu mpenzi wake na kuanza kumuonesha sehemu zake za siri? Huenda ilikuwa ni muendelezo wao au ni mazoea yao, mara kwa mara wakipigiana video call wanaonyeshana. Wapenzi wengi wamekuwa wakiaminiana, lakini kuvunja ule uaminifu, inaonekana kwamba mpenzi wake huyu Dogo Paten alikuwa na nia au dhamira ya kwamba aweze kuscreen record ili baadaye labda akimmisi mpenzi wake aangalie sehemu zake, mambo kama hayo. Lakini baadhi ya media nyingi sana zimezungumza na kudai kwamba Dogo Paten tunafahamu amemaliza form 4, ndo kwanza amemaliza form 4 mwaka jana. Sasa ukiangalia mambo ambayo ameyaonyesha huyu mtoto, kila mtu anashangaa, huyu mtoto kumbe ana sehemu za namna hiyo, kumbe ana maeneo makubwa kiasi hicho, jambo ambalo limesababisha watu wengi sana waweze kumzungumzia Dogo Paten. Siku leo Dogo Paten bana ameamua kuzungumza kwa uchungu mkubwa nini ambacho kilitokea na ilikuwaje kuwaje, kwa sababu yeye ndiye mtu ambaye anazungumza na huyo mpenzi wake ambaye ameweza kumrekodi. Sasa Dogo Paten ameweza kufunguka mazito na kudai kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yapo nyuma ya pazia, watu wengi hawayafahamu kuhusiana na ile connection ambayo imevuja. Kwanza kabisa Dogo Paten anakuambia hamlaumu mpenzi wake na wala hawezi kumlaumu mpenzi wake kwa sababu anajua yeye hajahusika katika hilo swala. Na kitu ambacho Dogo Paten amekizungumza hapa, ameamua kuomba msamaha kwa mashabiki zake, kuomba msamaha kwa familia nzima, lakini kuomba msamaha kwa wale watu ambao wanamsimamia katika sanaa yake ya kimuziki, kwa sababu ni kama vile ameaibisha baadhi ya watu. Wewe unadhani mama yake mzazi na Dogo Paten anajisikiaje huko mtaani anaposikia mtoto wake amefanya madudu kama yale? Lakini pia anajisikiaje yule imamu wake ambaye alikuwa anamfundisha madrasa Dogo Paten? Dogo Paten ni kijana ambaye ametokea katika familia yenye maadili ya hali ya juu. Sasa unafikiri katika familia imeathiri kiasi gani hili jambo? Sasa Dogo Paten anakuambia yeye hakujua kwanza kama mpenzi wake ana screen record, lakini baada ya kumhoji mpenzi wake akamwambia mimi nili screen record tu ili mradi nije kuangalia baadaye. Lakini kumbe huyu mpenzi wake aliazimwa simu na rafiki yake. Baada ya kuazimwa simu na rafiki yake baada ya kuona ile video akaamua kujitumia na kuanza kuisambaza huko kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mwenye makosa sio mpenzi wa Dogo Paten, mwenye makosa ni rafiki wa mpenzi wa Dogo Paten ambaye kwa sasa hivi wameanza kumshughulikia kwa nini amefanya vile, ana kitu gani ambacho kimemsukuma akafanya vile. Sasa ukiangalia Dogo Paten ameamua kuomba msamaha kwenye hadhira na ameamua kuliweka wazi hili swala kwamba kweli limemuathiri kwa asilimia kubwa familia nzima, muziki wake kwa ujumla, na sasa hivi ameachia ngoma, lakini bado hiyo ngoma haijapata support kubwa kwa sababu imani ile kwa mashabiki zake ambayo ameitengeneza kwa muda mrefu ni kama vile ameweza kuiondoa baada ya connection yake kuvuja na kuonesha wazi kwamba huyu kumbe ni kijana wa hovyo. Tulikuwa tunamheshimu, tulikuwa tunaona ni kijana ambaye atafika mbali, lakini kumbe namna ambavyo amefanya hivi basi amejivunjia heshima kwa asilimia kubwa sana. Wewe kama shabiki yetu unalipi la kuzungumza? Tuchie maoni yako, lakini pia nikumbushe ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu na andika neno subscribe chini ya video hii.